Wengine wanatumikishwa, wanapewa vishilingi 15,000 20, wanasema Mangungu mzuri. Sisi ambao hatupewi hata shilingi 100 bado tunasimama, msimamo wetu ni ule ule. Na mimi huwezi kunionga hela wewe, mimi ni kusapoti wewe. Wewe nani? Mimi sio wewe, sio Mangungu tu. Hata Modoiji akiniambia ananipa pesa kwa kile kitu ambacho ni kizuri, kwa kweli mimi sikufichi. Kwa kitu kibaya siwezi kukusapoti hata kama wewe ni tajiri una pesa. Sawa? Hata Jairuti kwa kitu ambacho hatafanya vizuri mimi siwezi kumsapoti. Kwanza unampigia kampeni Mangungu. Sawa? Unapompigia kampeni Mangungu, kama akakutuma mwambie kwamba wana Simba wanahitaji uchaguzi ulio huru. Sawa? Sisi hatujahitaji katiba. Tunang'ang'ania kwa nini tumepoteza mara 5 mfululizo? Sui kalewa, sui kanywa pombe, sielewi. Kwa sababu mtoto kama huyu hawezi kusema eti kwamba Mangungu atapita hata kwa ngumi. Hii timu mzee sio timu ya familia. Leo hii unakuja kututangazia eti Mangungu iwe isiwe lazima apite. Na kukanya we mtoto, na kukanya. Wewe mtoto, na kukanya, na kuambia kabisa. Wewe kwanza una kadi ya wanachama. Mtoto mdogo bado unanuka kinyesi. Kwa hiyo tunakuambia bado hauna kadi ya wanachama, tunakuambia ukweli. Ila nyinyi kama mnatumika, tumikeni, kwa sababu tunazo kilipu zako nyuma ulikuwa ukimtagi huyo Mangungu kwamba humtaki. Sawa? Leo hii mmepewa chochote kitu, mnaanza kuongea tena ujinga wenu. Masaa 72 tulikuangalia, ulimpa tajiri masaa 72, ukasema kwamba ninakupa masaa 72 aachie timu. Leo hii wewe umeshakuwa Bennett na Mangungu. Tunakuona sana we mtoto. Tena ujishikilie kijana. Tunakwambia sisi tutaruka na wewe. Umeshapata kazi ya kuuza jezi. Pambana na kazi, jezi ziishe. Sako, huenda labda timu Mangungu wako wengi sana kwa wanachama wa Simba. Nyinyi ambao mko upande mwingine inaonekana kama mko wachache. Labda ndio kitu ambacho kinampa kiburi na kuamini kwamba Mangungu atapita kwa awamu inayofuata kwenye uchaguzi. Hii ikoje? Unajua watoto, kwanza mimi nikwambie, nikikuhesabia timu Mangungu ambao ma-influencer ambao wanamtetea Mangungu, yani sidhani kama wanafika 4. Sidhani kama wanafika 4. Yani hao wanaomtetea Mangungu, ma-influencer ambao tena wamepewa kazi ya kwenda kuuza jezi, hawafiki 4. Sisi tuko wengi, tukiamua kufunguka, ambao sisi ambao tuna uchungu na Simba, sisi wenye kadi za wanachama wa Simba. Mtoto ana hata kadi ya wanachama wa Simba, ambao ataongea swala kama hili nao anaongea yeye, aongee Mnandi ana kadi ya wanachama. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Sako bana, kuna baadhi ya taarifa tumezipata kutoka kwa baadhi ya mashabiki wenu au wanachama wenzenu pia wa Simba Sport Club. Wanasema kwamba Mangungu kwenye uchaguzi ujao hatapita, hata iweje, ila kupita lazima hatapita. Kwa nini wapo wanaosema hivyo, na kwa nini nyewe wengine mnampinga? Kwa nini limusiwe leo ni moja? Asante sana mwandishi. Kama unavyofahamu, kuna watoto wengine sasa wameshalewa sifa na wameshalewa vile viela ambao wamepewa wafanye kazi ya kuuza jezi. Kwa hiyo wanaamua kuongea, yani kuongea sijui kalewa, sijui kanywa pombe, sielewi. Kwa sababu mtoto kama huyu hawezi kusema eti kwamba Mangungu atapita hata kwa ngumi. Hii timu mzee sio timu ya familia. Hii timu ni ya wote, Simba ni ya wote. Sisi sio kama nyuma mwiko, mtu mmoja rais ni huyo. Sisi kwetu sisi Simba inaenda kwa uchaguzi. Mtu atagombea kulingana na sifa zake. Haiwezekani mtu misimu 4, misimu 5 hatuna kombe la ligi kuu, alafu umefungwa na nyuma mwiko mara 6. Leo hii unakuja kututangazia eti Mangungu iwe isiwe lazima apite. Na kukanya we mtoto, na kukanya wewe mtoto, na kukanya, na kuambia kabisa,
wewe kwanza una kadi ya wanachama, mtoto mdogo bado unanuka kinyesi. Kwa hiyo tunakwambia bado hauna kadi ya wanachama, tunakwambia ukweli, na sikutaji jina kwa sababu itakuwa ni fedhea. Nakwambia ukweli mtoto. Kwa hiyo kaa chini ufikirie na utafakari. Hicho unachokifanya, kwanza unampigia kampeni Mangungu. Sawa? Unapompigia kampeni Mangungu, kama akakutuma, mwambie kwamba wana Simba wanahitaji uchaguzi ulio huru. Sawa? Sisi hatujahitaji katiba, tunang'ang'ania kwa nini tumepoteza mara 5 mfululizo ubingwa? Kwa nini tumefungwa mara 6 mfululizo na nyuma mwiko? Kwa hiyo tunakuambia uongozi wako huo unaopenda wewe. Tumepoteza mara 5 mfululizo ubingwa. Tumepoteza mara 6 mfululizo kufungwa na nyuma mwiko. Kwa hiyo hakuna jipya, hana jipya kurudi tena madarakani msimu wake ukiisha. Hana jipya kurudi madarakani, hana uwezo wa kuja kutuambia sisi nirudisheni madarakani. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Ila nyinyi kama mnatumika, tumikeni, kwa sababu tunazo klipu zako nyuma ulikuwa ukimtagi huyo Mangungu kwamba humtaki. Sawa? Leo hii mmepewa chochote kitu, mnaanza kuongea tena ujinga wenu. Nyie endeleeni kuongea, tutadili na nyinyi. Sawa? Tutadili na nyinyi watoto nyie. Jishikilie, tena ujishikilie vizuri. Sisi bwana tunaenda kwenye uchaguzi. Kila mtu mwenye sifa kuiongoza Simba Sports Club atachukua fomu, ataenda kugombea. Sawa? Sio Mangungu. Juzi we mtoto wewe ulisema Mangungu hatufai, ukalalamika sana kwenye vyombo vya habari. Leo hii amekupa nini wewe? Amekupa kitu gani wewe? Mpaka leo hii unasema kwamba Mangungu hata kwa ngumi atapita. Sasa nakwambia ngumi kapigane na baba yako. Sisi hapa tunaenda kwa protocol ya katiba ya Simba kufanya uchaguzi. Uchaguzi mwenye sifa ataiongoza Simba. Hauna sifa hutaiongoza Simba. Hata yeye mwenyewe babu yako huyo Mangungu, kama hana sifa kuongoza Simba Sports Club, tunamuondoa kwamba hawezi kuongoza Simba. Kwa hiyo tunakuambieni ukweli. Hii Simba sio ya familia. Hii Simba sio ya familia ya watu fulani. Hii Simba ni ya wana Simba wote Tanzania na ambao wako nje ya Tanzania. Sisi tunakuambia tu kwamba ulimpa tajiri masaa 72. Tulikuangalia. Ulimpa tajiri masaa 72. Ukasema kwamba nakupa masaa 72 aachie timu. Leo hii wewe umeshakuwa Bennett na Mangungu. Tunakuona sana wewe mtoto. Tena ujishikilie kijana. Tunakwambia sisi tutaruka na wewe. Umeshapata kazi ya kuuza jezi, pambana na kazi, jezi ziishe. Usiletee mambo yako ya ajabu ajabu. Sawa? Usiletee mambo ya ajabu ajabu. Huo uchawa pelekeni huko kwenu. Lakini hapa sisi tunataka tufanye kazi, tukamate jezi ambazo zimekuja feki, na vile tuuze jezi ambao zipo, ambao mmepata nafasi hiyo, fanyeni kazi. Masuala ya kusema kwamba Mangungu hata kwa ngumi arudi madarakani, hicho kitu nakukanya usije ukakirudia kukiongea. Sako, huenda labda timu Mangungu wako wengi sana kwa wanachama wa Simba. Nyinyi ambao mko upande mwingine inaonekana kama mko wachache. Labda ndio kitu ambacho kinampa kiburi na kuamini kwamba Mangungu atapita kwa awamu inayofuata kwenye uchaguzi. Hii ikoje? Unajua watoto, kwanza mimi nikwambie, nikikuhesabia timu Mangungu ambao ma-influencer ambao wanamtetea Mangungu, yani sidhani kama wanafika wanne. Sidhani kama wanafika wanne. Yani hao wanaomtetea Mangungu, ma-influencer ambao tena wamepewa kazi ya kwenda kuuza jezi, hawafiki wanne. Sisi tuko wengi, tukiamua kufunguka, ambao sisi ambao tuna uchungu na Simba, sisi wenye kadi za wanachama wa Simba. Mtoto ana hata kadi ya wanachama wa Simba, ambao ataongea swala kama hili nao anaongea yeye. Aongee Mnandi ana kadi ya wanachama. Akiongea Mnandi ni mwanachama mwenzangu, mimi nitamsikiliza. Huyo mtoto mdogo mimi siwezi kumsikiliza. Huenda ni kitu kikubwa sana ambacho kinawaathiri nyinyi ma-influencer wa Simba, hamna kadi ya chama, kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao kama vile ambavyo hamumtaki Mangungu, mmejiandaaje? Yule kwanza, huyo mtoto yeye haingii. Wanaingia kupiga kura, yeye mtoto aingia, atakaa nje. Hatoingia kwenye mkutano wa kupiga kura au kwenye sanduku la kupiga kura, hata husika. Kwanza si tuko wengi, ni kuhakikishie tu, mpaka wale wazee unaowajua wewe, wana Simba waliochukua wanachama
wa miaka 90 huko 70, sawa, tuko nao. Wao pia wanasema kwamba wanahitaji uchaguzi kumng'oa Mangungu. Kitu ni hicho tu, hakuna kitu kingine. Mimi nakwambia ukweli, hakuna kitu kingine. Hatutaki tena sisi kukaa, yani tumpitishe tena yeye, tukae tena misimu mitano bila kuchukua ubingwa. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki kabisa. Neno la mwisho Sako Simba. Neno la mwisho, tujitahidi kwenda viwanjani kama ilivyo kawaida yetu. Tujitahidi kwenda viwanjani tukaisapoti Simba yetu. Sisi Simba tukiwa na letu moja, nguvu moja, kweli na kweli moja. Sio mwingine anaongea hivi, mwingine anaongea hivi. Kwa hiyo hapa hivi nguvu moja. Hapo kila mtu nguvu ni tofauti. Mwingine ana nguvu hii, mwingine ana nguvu hii. Wengine wanatumikishwa, wanapewa vishilingi 15,000 20, wanasema Mangungu mzuri. Sisi ambao hatupewi hata shilingi 100, bado tunasimama, msimamo wetu ni ule ule. Na mimi huwezi kunionga hela wewe, mimi ni kusapoti wewe. Wewe nani? Mimi sio wewe, sio Mangungu tu. Hata Modoiji akiniambia ananipa pesa kwa kile kitu ambacho ni kizuri, kwa kweli mimi sikufichi. Kwa kitu kibaya siwezi kukusapoti, hata kama wewe ni tajiri na pesa. Sawa? Hata Jairuti kwa kitu ambacho hatafanya vizuri, mimi siwezi kumsapoti. Ila kama atafanya vizuri, mimi nitamsapoti nitamsapoti Jairuti, lakini kwa Mangungu nisamehe. Shukrani sana bwana. Asante sana. Okay, back, slowly. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.